Jambo la tatu, kuchoshwa na hali unayopitia. Kuchoshwa na hali unayopitia. Nisikiza vizuri sana. Kutoka ile sura ya 3 mstari wake wa 7 mpaka wa 8 pale na wa 8. Utaona watu hawa baada ya kuinuka Farao asiyemjua Yusufu, mateso yaliongezeka sana. Yalipoongezeka ni kama walianza kurelax. Sasa Mungu aliahidi watu hawa wakae miaka 400 tu baada ya kuwatoka. Ile miaka 30 haikupaswa kuwepo. Ile miaka 30 ilikuwa ni miaka ya mputaputa, miaka ya mpela. Yani hiyo miaka ni bandika bandua, ni kazi juu ya kazi. Yani hakuna kurelax. Mateso yanaongezeka. Yani kama walikuwa wanafanya kazi masaa 8 inabidi waongezewe mara 2, masaa 16. So badala ya kulala muda wa kutosha, muda unapunguzwa kulala. So kazi zinakuwa nyingi sana. Hawa jamaa wakasema this is too much. Wakaanza kuchukia hali waliokuwa wanapitia. Wakaanza kuona hii sio hali ya kawaida. Kuna mambo kwako umekuwa unaona ya kawaida. Kuna hali umekuwa unaona ya kawaida. Unaona ya kawaida. Kuna maisha fulani umeona ya kawaida. Kuna hali fulani ya uchumi kwako umeona ni ya kawaida. Umerelax. Unasema ndo maisha yetu. Ndo hali tuliyokuwa nayo. Ukiona hiyo kitu inaondoka kwako, kuna hali unaanza kuona mbona haya sio maisha, mbona haya sio mazingira yangu, mbona mimi sikupaswa kuwepo hapa, mbona mimi nilipaswa kuwa na kazi mahali fulani, mbona mimi nilipaswa kuwepo sehemu fulani, mbona hivi. Ukishaanza kutambua, ukishaanza kuchoshwa na hali unayopitia, ujue hayo ndo majira yako kutoka. Wewe umeumwa kwa muda mrefu sana, lakini sasa hivi hiyo hali imekuwa inakutesa. Kwa nini mimi kila siku naumwa? Umekuwa ni mtu wa hospitali. Kuna mtu umefika kiwango umekuwa ni kama daktari. Yani wewe unajua dozi zote. Mtu akiumwa tu kidogo, akipiga chafya, unasema haya mafua ni mafua ya allergy, haya dawa yake tumia cetirizine. Yani umekuwa unaumwa mpaka imebidi uanze kukariri kwamba hii ni dalili ya nini, dawa yake nini, kwa sababu umeumwa sana. Kuna familia sana namna hiyo. Mtu unaumwa mpaka unaanza kuwa daktari mwenyewe. Yani mtu kimwona wewe, hiyo ni malaria, hiyo sio typhoid, hiyo ni malaria hii, kwa sababu umeumwa vya kutosha. Kuna mtu mpaka dawa anazo. Ukitaka kuona, msiende hospitali, ngoja kaangalia kwanza ndani, maana dawa anazo.